Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika fani ya balagha, lakini yatambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammadi Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, Naam. Bila shaka leo tunaendelea katika maudhui ya ismul istifham au asmaul istifham, majina ya kutaka kufahamu. Tulianza kusoma hamza, tukaiona hamza imegawanywa katika sehemu kuu ngapi? Mbili. Kuna hamza tulitasawuri na kuna hamza tulitasdiqa. Kisha baada ya hapo tukaja kuiona hal, tukapata kuifahamu kwamba hali yenyewe la tufidu illa tasdiqan, bas tukaiona katika hali za namna hiyo. Na leo tunakwenda kuitazama hima maudhu'atun lilistifham. Ima imewekwa au maudhui yake ni kwa ajili ya istifham an ghairi al-uqala, lakini hii inaulizia visivyo na akili. Ma inaulizia visivyo na akili, man inaulizia vyenye akili, ingawa kuna baadhi ya nyakati man inaweza ikauliza pia visivyo na akili. Tutakuja kuona hapo mbele ikiwaje, kwa mazingira gani katika hali za namna hiyo. Lakini wakati tunapotaka kuingia katika darasa letu maalum, napenda niwaeleze tu watu katika jambo lifuatalo. Jambo la kwanza, niwape taarifa tu ndugu zangu ambao wanatufuatilia katika darasa zetu. Alhamdulillahi rabbil alamin, haya masiku kadhaa hapa tulikuwa na rudud mbalimbali, raddi. Aiyo. Sasa katika zile rudud ambazo tulizokuwa tunaziendesha katika yani maudhui ambayo tulikuwa tukizungumza ni uluullah, lakini kadhalika tulikuwa tukizungumzia Mungu anapatikana mbinguni. Tukasema hizo ni akida za Firauni. Tukaanza pale, sasa ile ikawa kama upupu vile, kwa maana upupu umemwagwa mtaani. Baada ya kumwagwa ule upupu mtaani, kila mmoja akaibuka ana radi. Sasa ishara ya kwamba nilokuwa nikitetea hiyo mada ni mimi peke yangu, lakini walokuja kuradi upande wa mawahabi wanafika hata 30 au 35 na kuendelea, na wengine wanaradi kimya kimya. Mnaelewa vizuri eh? Naam. Sasa hebu jiulize swali, ishara ya kwamba wameshindwa hoja, ndio maana wameibuka watu chungu mzima katika hilo. Huyu anaradi, yule anaradi, yule anaradi, yule maana yake mmechemka kihoja. Tunaelewana vizuri eh? Naam. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nilikutana na baadhi ya ndugu zangu, wao wana mirengo ya kiwahabi, tena na ni mashekhe katika upande huo, na ni marafiki zangu. Wakanambia, shekhe bana, tunakuomba, sikiliza hili neno,
tunakuomba katika sala la madai na kuomba achana nalo, yani acha tu haya mambo, kwa sababu sisi tunaona kama si zuri sana kujadili katika masala haya. Ni ndugu zangu hao na ni mashehe wenye mirengo ya kiwahabi wananiambia tunakuomba, kwa hiyo achana nalo. Nikamwambia naam, mimi kuachana nalo ile jambo inawezekana, lakini hao wahuni wana tabia ya kujipa ushindi. Yani wana tabia hiyo. Wewe angalia mawahabi 90% wana tabia ya kujipa ushindi. Wenye nimeshinda, kashindwa yule. Wana tabia hiyo. Wale mabana wakatuambia sisi tunawajua. Kwa kuwa tunawajua wasikupe tabu, acha waseme watakavyosema. Lakini we sisi tunakuomba. Neno hilo ndilo ambalo mimi nimeliheshimu. Ni watu wenye wanajielewa, ni watu wana maarifa yao, na mrengo wao ni mrengo huo wa kiwahabi, lakini wananiambia tunakuomba achana na haya mambo. Tunakuomba. Mimi ni muungwana bana. Kwa kusikia yale nikasema basi inshallah nimekueleweni ndugu zangu, nikasema basi inshallah tunakuomba fanya hivyo. Basi ndio sababu ilionipelekea mimi kufanyaje? Kukaa kimya. Isije mtu akaleta tafsiri zake akahisi kwamba kakimbia, maana nishaona kuna watu washaandika kabisa klipu kakimbia Yusuf Diwani. Mimi naweza kumkimbia Wahabi. Jawa ete kishangae. Mimi naweza kumkimbia Wahabi kweli? Mimi ninavyoona naweza kumkimbia Wahabi? Yani Wahabi wa mimi kumkimbia hajazaliwa na sidhani atakuja kuzaliwa mwaka gani. Sidhani kabisa. Sasa kuna wajinga ambao wao kazi yao mjibu fulani. Huyo fulani anajibiwa, yeye kajibu maswali yaloulizwa. Kwa nini yeye awe anauliza tu? Sawa, ajibiwe yeye. Yeye kaulizwa maswali, mbona hajajibu kakimbia? Tunachotaka arudi kwanza kule alikoulizwa, akajibu yale maswali kule alipoulizwa, kisha akishamaliza kujibu yale maswali kule alipoulizwa, ndipo aje sasa. Na hiki ikiwa kama tutaona inafaa kumjibu tutajibu, na tukiona haifai tunampuzilia mbali. Maana kumpuzilia mpumbavu ni kitu bora pia vile vile. Mpumbavu kumpuza ni kitu bora vile vile. Sasa kuna maswali kauliza yeye, aliuliza maswali 10 kwa Sheikh Muhammad Ayub au Muhammad Mzee. Muhammad Mzee kayapopotoa yale maswali moja mpaka la 10 yote. Kisha ikawa miswali ni zamu sasa ya Sheikh Muhammad Ayub aulize maswali. Kauliza maswali kakimbia mtu, katoka kabisa na mji alikuwepo kahamia mji mwingine. Alafu anakuja kuwadanganya watu, kuwalaghai watu, kuwafanya watu ni watu wajinga kwa kiwango hicho. Kwa kweli natakiwa muwe makini sana na haya majambo. Kwa hiyo hii ni taarifa mimi ambayo nilikuwa nataka niwaeleze tu watu wajue. Ukimya wetu haina maana kuna mtu ametushinda kioja, hayupo. Na wala hajazaliwa mtu wa kutushinda kioja katika hawa mawahabi, hayupo kabisa hayupo. Lakini kadhalika vile vile, yani eti wanaona ni bonge la hoja, zile hoja ambazo yani maskini katika hoja ambazo tunaziona ni sawa na uzu wa buibui, ni zile wanaozileta. Lakini bahati mbaya wapo katika genge la watu wajinga, alafu wao ni wajinga, kisha wanaonyesha kwamba wao ndio wenye maarifa katika genge la watu wajinga. Shida ndio hiyo. Si mnanielewa wewe mzee? No. Ukiwa katika genge la wajinga, alafu ukao unawapandikiza ujinga, wanahisi ule ujinga ndio maarifa yenyewe. Ndio alivyo mawahabi. Kwa hiyo mimi kukaa kwangu kimya sina maana kwamba kuna mtu ana hoja ya maana sana katika hao, hakuna kabisa. Bali nimeombwa na ndugu zangu ambao ni mashehe wenye mrengo huo kwa kutumia neno tunakuomba. Hili ndio nilo heshimu mimi. Bas, wala sio kitu kingine. Kwa sio mtu kakimbia nani? Mimi naweza kumkimbia nani katika hao? Hatari sana. Alafu jambo jingine ambalo nimeona pia linaenezwa sana katika mtandao, naomba nimalize ili afu niingie katika darasa ni kwamba mmoja katika majambo ambayo nilisema na ninaendelea kusema na nitaendelea kusema ni hili: hawa jamaa ndugu zetu wanalipwa kutoka Vatikani. Narudia tena, wanalipwa kutoka Vatikani. Mishahara inatoka Vatikani inakuja Saudia, alafu Saudia inasambaza hapo walipo wao.
wa Pongwe watapata fungu lao, wa Dar es Salaam watapata fungu lao, wa Mtwara watapata fungu lao, hivyo ndivyo jinsi ambavyo ilivyo. Ili siachi kulisema na nina ushahidi nalo kwa asilimia nyingi mno. Ushahidi wa kisheria ninao, wa kimaarifa ninao, wa kimazingira ninao, wa kikanuni ninao, wa kinadharia ninao. Lakini sasa leta ushahidi, sio wajibu wako wewe kuniambia mimi leta ushahidi, kwa sababu hata niliposema hukuniambia wewe sema. Ikifika wakati nikaona ninafaa kuleta, nitaleta sasa kwa wakati wangu. Eti anakuja mjinga anasema au jitokeze useme ulikosea, au kama ukosea basi jitokeze useme, yani uje uwape kiapo cha laana. Mshahara ule wewe, alafu mimi nije niape kiapo cha laana. Siwenda wazimu. Mshahara unatoka Vatican unaletewa wewe. Badala wewe ndio uwape kiapo cha laana kwa kula hela za laana, eti unataka kwamba mshahara ule wewe, alafu kiapo cha laana nje niape mimi. Si wewe huu. Wewe unaenda wazimu. Uchizi kabisa. Narudia tena, mawahabi asilimia 90 kama sio zote wanalipwa kutoka Vatican. Yaani na bahati mbaya tu mimi na hofia kitu kimoja. Lau kama hao wahubiri wa Kikristo hawa wangekuwa wanasoma vitabu vya Kiwahabi, ingekuwa hoja zinakuwa ngumu sana kwa wahubiri wa Kiislamu. Mimi nakwambieni ukweli. Yaani huo ndio ukweli mambo jinsi. Wangekuwa wanasoma vitabu vya Kiwahabi, wahubiri wa Kikristo, tena wa Tanzania, ambapo wanavyojua kuchanganua mambo, alafu wakasoma vitabu vya Kiwahabi, ingekuwa hoja ngumu sana. Yani ungekuwa wanatengeneza hoja nzito sana kwa wahubiri wa Kiislamu wa Tanzania. Ingekuwa shughuli. Mimi nakwambieni ukweli. Kwa sababu mle kuna mambo kabisa ukiyatazama Yesu mtupu. Yesu kabisa. Sasa wangekuwa wanashika pale, hebu tazame kitabu cha Sheikh wao, angalieni hapa. Ingekuwa shughuli. Sasa kuna watu wao wanauhudumia Ukristo wakidhani wapo katika Uislamu, na wakidhani ndio wapo katika manhaji ilonyoka. Kuna manhaji gani ya hivyo? Mishahara inatoka Vatican inakuja Saudia, ndio inagawanywa sasa kwa hawa jamaa. Hilo nitaendelea kulisema na nina ushahidi nalo kwa asilimia zote. Kwa hiyo anaitaka kuwapa ape yeye hiyo mishahara anayokula. Na ikitokea wewe hapo ulipo hujui kama wanalipwa, basi fahamu wewe ndio hujui. Lakini wakubwa zako wanajua na wanapokea fedha kupitia wewe. Yaani zile klipu zinazoandaliwa hizi, usifikiri zinaishia hapa. Zinatumwa kule, zikishaenda kule zinaenda Vatican kwa bana jamaa wapo kazini, mshahara unakuja. Sasa inawezekana wewe hapo ulipo hujui umefanywa wewe ndio mtaji mwenyewe. Yaani wewe ndio mtaji, watu wanakupigia hela kupitia wewe, alafu wewe hujui. Ndio mawahabi wengi wako hivyo. Ndio maana utaona sasa hivi wanagombana sana. Kwa nini unajua wanagombana sana? Mishahara, wanagombania mishahara. Kuna genge liko Pongwe, kazi yao wanagombana na wengine wako Zanzibar, wengine wako hapa Dar es Salaam, basi kila watu yani wao wanajiona pale walipo wao ndio sawa na lipo genge lingine haliko sawa. Sasa mnagombania nini kama nyote mnafanya kitu kimoja? Mishahara mzee, kuna fungu kubwa linaenda sehemu fulani. Kwa nini inaonekana wale ndio wanapekewa fungu kubwa? Ndio panatokea hayo ya kutokea. Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Bora sisi mzee, sisi tuna kazi zetu, tunafanya shughuli zetu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, majambo yanakwenda vizuri. Asiyojua nani kama hao jamaa wanalipwa? Nani hajui? Hajui nani? Wallahi ni mtihani mkubwa sana. Mwenyezi Mungu atufanyie sahali. Inshallah sasa tuingie katika darasa letu. Mimi nataka nieleze kama tanbihi tu, ili asije kutokea muhuni akahisi kuna watu wamekimbia. Hakuna anayekimbia katika sisi, hayupo. Wala mwenye wazo kwamba kuna mtu wa kutukimbiza hajazaliwa kabisa. Acha hao wanaopiga makelele. Kuzaliwa kwa huyo kutukimbiza hajazaliwa. Hawatakuwepo hao wanaopiga makelele hapo. Tena nawaambia watakuwepo hao wanaopiga makelele katika hali za namna hii. Narudia tena, watakuwa ndio hawa katika hali za namna hii. Usemi wetu huo bwana. Tena wauchukue sana, utawafaa katika hali ya namna hii. Hiyo ya kwanza. Kuna usemi wa pili. Acha kabisa. Haya tunaingia katika tunasema maudhu'atun lilistifham. Hii imewekwa kwa ajili ya kutaka kufahamu. Tunakwenda sawa? An ghairi aluqala, kwa vitu ambavyo havina nini?
Aqili. Wa yutlabu biha, na hutafutiwa kwa kutumia hiyo ma, au huuliziwa kwa kutumia hiyo ma. Huuliziwa mambo kadhaa yafuatayo. Watu wa balagha wanasema hivyo. Tunakwenda sawa? Moja, idahul ismi. Inapoingia ma inataka nini? Idahul ismi, kuweka wazi jina. Idahul ismi, sawa? Inataka kuweka wazi jina. Kwa hiyo hata wewe akija mtu anakusomea aya vizuri, akakusomea hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallama vizuri, akasoma maneno mengi ya wana wa vioni, tazama katika yale maneno yamebeba nini. Ikiwa ndani yake kuna ma al-istifham, kwanza itazame hiyo ma ni ma gani. Idahu al-ismi ni kwa ajili ya kuweka wazi jina, au inakuja katika mfumo wa hali ya namna gani, ili unachofasiri kiende sambamba kwa mujibu wa kanuni za kiilmu na maarifa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Nakwenda sawa? Nahau, mfano ukisema mal asjadu. Mal asjadu ni nini? Hiyo asjad ni nini? Maanake hapa unataka nini? Idahul ismi, kuweka wazi hili jina. Asjadi ni nini? Sawa. Fayuqalu fil jawab, usemwa katika majibu hivi, innahu dhahabun. Asjadu ni dhahabu. Innahu dhahabun. Asjadu ni dhahabu. Ma inakuwa ni ismul istifhami liidahi al-ismi, kwa ajili ya kuweka wazi nini? Ndio tunasema ma'al asjadu. Mal asjadu, asjadi ni nini? Majibu yake yanakujaje? Fayuqalu innahu dhahabun. Asjadu maana yake ni nini? Ni dhahabu, katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo ma yusal biha an idahi al-ismi, ma inaulizia nini? Kwa ajili ya kuweka wazi jina biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Lakini kadhalika inaweza ikaja au yutlabu biha bayanu haqiqati al-musamma, au inawezekana ikaja kwa kuulizia au kutafuta kwayo kubainisha uhakika wa kinachoitwa. Inawezekana ikaja ma kwa ajili ya kubainisha uhakika wa kinachoitwa. Tunaona sawa? Naha, mfano kusema mashams, jua ni nini? Mashams, jua ni nini? Fayujabu, hutolewa majibu bi annaha kaukabun nahariyu, ya kwamba hiyo jua ni nyota inayowaka mchana. Tunaona sawa? Kaukabun nahariyu ni nyota inayowaka wakati gani we mzee? Wakati wa mchana. Kwa nini imeingia ma? Hii ma inaitwa yutlabu biha bayanu haqiqati al-musamma, yani maana yake ni ma ambayo inayotafutiwa au inayouliziwa kwayo kubainisha uhakika wa kinachoitwa. Uhakika wake ni nini? Maana yake ukisema mashamsu, maana yake uhakika wa jua ni nini? Ndio anasema fayujabu, utapewa majibu bi annaha kaukabun nahariyu, ya kwamba hiyo jua ni nyota inayowaka wakati wa mchana. Kwa hiyo ma inaitwa ni ismul istifhami o libayani haqiqati al-musamma, kwa ajili ya kubainisha haqiqatu al-musamma biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo mtu asije na somea aya makhraji nzuri kabisa alafu kasuku. Maana kuwa na makhraji nzuri haina maana ndio ilmu. Kuna mwingine ana makhraji nzuri sana alafu kasuku kisha kazi. Lakini kuna mwingine makhraji yake si nzuri ila mafuhumu kwa mtu huyo ni hatari. Ana mafuhumu ya kufa mtu. Huyo ndo mwenye ilmu sasa. Ilmu sio kasuku mzee. Sawa? Au yutlabu biha bayanu sifa, au kadhalika inaweza ma ikaja kwa ajili ya kutafutiwa kwayo au kuuliziwa kwayo kwa ajili ya kubainisha nini? Sifa. Naha, mfano kusema ma khalilun. Ni ipi sifa ya khalili? Khalili sifa yake ni ipi? Sawa? Wajawabu na majibu yake yanakuja hivi, tawilun au qasir, mrefu au mfupi mathalan. Sawa? Kwa hiyo ma yusal biha an bayani as-sifa, inauliziwa kwayo kwa kubainisha nini? Sifa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa sawa? Mal khalil, ma khalilun, ni ipi sifa ya khalil? Unaona hili neno jinsi linavyotafsirika? Ma khalilun
au semi ni yupi khalil, au semi hivyo. Ma khalil, ni ipi sifa ya, ni ipi sifa ya khalil. Ndio wanasema tawilun, ni mrefu, au qasirun, au ni mfupi mathalan. Kwa hiyo ma yusal biha an bayani as-sifa. Wakati wa ma inakuwa ni istifahamu li bayani as-sifa, ni istifahamu kwa ajili ya kubainisha sifa. Kwa wasiye mtu anakuambia hiyo ma ni istifahamu, naambia nataka nijue istifahamu. Sawa, istifahamu zimegawanyika katika makundi mangapi? Inapokuwa ma istifahamia zimegawanywa katika makundi mangapi? Maana suite istifahami gani? Istifahami idahi ismi, istifaham li bayani haqiqati al-musamma, au istifaham li bayani sifa. Sawa? Na zipo istifaham nyingine tutaziona mbele hapo katika darasa letu. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo istifahami inaweza ikaja li idahi al-ismi kwa ajili ya kuweka wazi jina. Inaweza ikaja mali al-istifahami ambayo li bayani haqiqati al-musamma kwa ajili ya kubainisha uhakika wa kinachoitwa au kinachotajwa. Lakini inawezekana ikaja ma istifaham li bayani as-sifa kwa ajili ya kubainisha nini? Sifa. Kwa hiyo lazima uijue hapa imekaa kwa ajili ya kubainisha ismu, kuweka wazi jina, au imekaa kwa ajili ya kubainisha hakika kinachoitwa, au imekaa mahala hapa kwa ajili ya kubainisha sifa. Ukijua hivyo wala hupati tabu na makelele ya wale wazee wa tafsiri ya neno kwa neno, kwa sababu lazima ujue maneno yamekaa wapi. Ibn Jamaa kwa maneno yake anasema walipoingia katika Uislamu watu ambao hawajui tafsirifi za lugha, yani yale mabadiliko na minyumbuliko ya lugha hawajui, basi ndio pameingia shida. Hawajui neno hakika ni lipi. Kuna neno lingine ukiliweka linakuwa hakika, linakuwa uhakika wake, linabaki katika uhakika. Alafu kuna neno linakuwa majaz, halitafsiriki katika uhakika wake. Kuna neno linakuwa kinaya, ni fumbo. Sawa? Lakini kadhalika kuna neno linakuwa isti'ara, linaazimwa, linakopwa hilo neno, linawekwa mahala lakini kwa kuazimwa. Sawa? Ima kwa mifano au na mfano. Ndio maana katika balagha kuna kanuni inaitwa isti'aratu tamthilia. Kuna isti'ara ya kimifano, yani panaazimwa mambo katika mifano tu. Sawa? Lakini kadhalika wakawa watu hao hawajui vitu vinavyoitwa hadhfun, kuondoshwa. Kuna vitu vinakuwa vimeondoshwa. Tunaona kama vile hapa ukisema ma khalilun, sawa? Maana yake hii inakwambia hapa kuna maneno yamefanyaje? Yamemezwa au yameondoshwa. Maana yake ulikuwa unasema ma sifatu khalilin, ni ipi sifa ya? Lakini hiyo ma sifatu al-khalil, ni ipi sifa ya khalil? Haukuisema, wewe umesema tu ma khalilun. Umeona? Kwa hapa kuna ni ipi sifa ya? Hii ni hadhfun. Kuna vitu vimemezwa katika haya maneno. Tunaona sawa? Sasa walipoingia katika dini tukufu ya Kiislamu majitu ambayo hayajui haya mambo, ndio yanatuletea matatizo duniani. Shida imekuwa kubwa kabisa kwa majitu ya namna hiyo. Ovyo ovyo tafsiri zao za ovyo ovyo. Wanasoma maneno mengi sana wanavyoni kuelewa zero. Wanasoma aya nyingi sana kuelewa zero. Wanasoma hadithi nyingi kuelewa zero. Kwa hiyo ni mtihani mkubwa. Mwenyezi Mungu tunaomba atujalie kila la kheri, atupe ufahamu na ufasaha katika yale ambayo tunayasoma na kuyafahamu. Allah atujalie kheri na atujalie ilmu yenye manfaa, lakini kadhalika atujalie nuru katika tunayoyasoma. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi na kuomba ya Allah, haya tunayafanya Mola wetu ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu apelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na bila shaka lau mtapouona ujumbe huu mtakimbizana huku na kule kwa kisha mnalifanya hili jambo ambalo bila shaka ni jambo bora kabisa kabisa. Allahumma, Mwenyezi
Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa kila yule ambaye atakayefanikisha sisi kufanikiwa kupata vifaa hivi, ya Rabbi nayo mfanikishie katika yale anayoyatamani katika mazuri yaliyo katika nafsi yake kwa hurma na utukufu wako. Ewe ndugu yangu tunahitaji laptop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji desktop kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji kamera kutoka kwako. Ewe ndugu yangu tunahitaji stendi, mataa, ili ofisi yetu na kadhalika studio yetu iweze kuwa imara zaidi. Boreshaji ni nani? Ni wewe ndugu yangu, na bila shaka unaweza pale utapoamua kulisimamia hili. Lakini kuna yule ambaye anasema mimi uwezo wa kamera sina, lakini changu kidogo ninaweza. Tutafute kwa namba hizo, insha Allah tutapokea mchango wako, na bila shaka tutanyanyua mikono kumwambia Mola wetu, huyu sio tajiri bali ameyafanya haya kwa mapenzi katika dini yako. Mola wetu, ya Rabbi nawe mpe mazuri kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya Rabbal Alamin.